الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum, yani enyi mlioamini muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapowaiteni kwenye yale yatakayowapeni uzima. Mwenyezi Mungu anatuma mitume wake kwa ajili ya kupatia uhai wa kiroho. yani mu'minों के बारे में फरमाया उनकी मौत को Mwenyezi Mungu anawatuma kwa ajili ya kuwapatia wafu uhai, kama inapatikana katika aya hii ya Qur'ani tukufu kwamba maisha yale ni maisha ya kiroho, ताकि ना के si ज़ाहिरी maisha ya kidhahiri kutoka katika kifo au uhai wa kidhahiri kutoka kifo. कि मोमिन को हमेशा Hapa imeelezwa kwamba mwaminio kwa kumwitikia mtume wake anatakiwa afanye mpango wa kurekebisha hali ya imani yake. अल्लाह ताला ने Mwenyezi Mungu kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia mpango wa uhai wetu, और एक कामिल और मुकम्मल शरीयत na aliteremsha sheria kikamilifu katika sura ya Qur'ani tukufu, और इस पर अमल करने का कामिल नमूना na alimfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mfano mwema kwa ajili yetu, जिसको na wale waliokuwa karibu naye wakati wake walihisi na walifuata mfano ule, जो जितना ज्यादा na yeyote aliyekuwa karibu naye zaidi sawa na ukaribu wake उस पर आप सब alijua kuhusu mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na alijua kuhusu mfano wa amali za mtume sallallahu alaihi wasallam, और आपकी बीवियां na wake zake walikuwa mashahidi zaidi ya wengine wote. Ndiyo maana muulizaji alipomuuliza Hadrat Aisha radhiallahu ta'ala anha आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया kwamba कि hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwaje, आपके बारे अखलाक के बारे में Hadrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alimjibu kwa kusema kana khuluquhul Qur'an, कुरान yani hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa Qur'ani tukufu, yani yoyote iliyoandikwa katika Qur'ani tukufu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wake mwema. Basi manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa mfano kwa ajili ya watu. Hii haiwezi kutokea kwamba kwa sababu ya mfano wa manabii mtu apotee. यहाँ इस आयत में Katika aya hii Mwenyezi Mungu kwa kutaja Mungu na mtume amesema kwamba yoyote anayosema Mwenyezi Mungu manabii wake wanafuata yale na wanafanya sawa na amri ile. Basi ikiwa mnataka uhai wa kiroho
mwanze kumfuata nabii kwa kufunga macho na muitikie na mufuate amri zake zote. हुक्मों पर अमल करो। Na kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia kwamba ikiwa nyinyi mnataka mapenzi ya mwenyezi mungu, katika hali hii mnalazimika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. और खुदा की मोहब्बत Na mapenzi ya mwenyezi mungu ni kitu ambacho kwa sababu ya hii maisha ya kiroho yanapatikana na uhai wa kiroho unapatikana. Basi kwa ajili ya uhai wa kiroho kumwitikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhimu na ni lazima. और जब तक Madamu anayeitwa mwislamu kwa kweli kweli उस बात को नहीं मानता hatii जो अल्लाह ताला ने amri ya mwenyezi mungu इन अल्फाज aliyomwambia mtume wake kwa kusema fattabiuni yuhibbukumullah, जो भी basi nifuateni, मेरी इत्तिबा mwenyezi mungu atawapendeni. अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। उस वक्त तक anayeitwa mwislamu hawezi kuwa mtiifu mkamilifu wala hawezi kuwa mwaminio mzuri. Na kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, आपके नमूने की mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama aliyoeleza Hazrat Aisha radhiallahu taala anha katika sura ya Qur'ani tukufu ipo mbele yetu. ये कुरान Ni Qur'ani inayosema kwamba uadui wa taifa lolote usikuhumize kwa kutokufanya uadilifu. Hii ni Qur'ani tukufu inayosema kwamba msimwage damu ya mtu yeyote. Hii ni Qur'ani inayosema kwamba muitimize haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na hii ni Qur'ani tukufu inayosema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahmatul lil alamin, जो बिला तखसीस yani yeye ni rehema bila kujali dini na imani ya mtu. रहमानियत Na rehema inatakiwa iwe bila kujali imani ya mtu na bila kujali taifa la mtu. गरज के जैसे Kadiri tunapoendelea kusoma Qur'ani tukufu tunapata mwongozo wa kila aina unapatikana ndani yake. Basi Qur'ani tukufu हर उस शख्स के inafuta shutuma ya kila mtu anayeleta shutuma kwa kuona vitendo vya waislamu wa siku hizi. Na kwa sababu ya vitendo vya waislamu wa hizi wanaleta shutuma dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya dini tukufu ya Islam, कि ये जिंदगी kwamba wanasema nyinyi mnasema kwamba nabii alikuja kutupatia uhai, lakini huu ni uhai ulioletwa na nabii wenu na dini yenu. Manabii wanapatia uhai, lakini vitendo vya Islamu अमल भी वो vimekufa. और अमलन भी इंसानी जिंदगियों के लिए Na vile vile vitendo vyao vinasababisha पड़े हुए हैं। kufisha uhai huu. मासूमों बेवाओं Masum na wajane wanauawa na hawa Waislamu. Huzur anasema watu wananiuliza swali mara chungu mzima, अंधियों से भी पूछते हैं na wajibu kwamba करता हूँ jibu la swali lenu hili na shutuma yenu hii तो imeshatolewa अल्लाह और उसका रसूल na Mwenyezi Mungu na mtume wake tangu mwanzo wa dini tukufu ya Islam, सूरह जुमा iliyoelezwa katika इन आयात में aya ya sura Al-Juma isemayo huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yahlaku bihim wa huwa al-azizul hakim. वह अजीजुल हकीम Yani कि वही है जिसने yeye ndiye aliyemuinua mtume katika watu wasiojua kusoma, वो उन atokaye miongoni mwao anawasomea aya zake na kuwatakasa na kuwafunza kitabu na hekima. Na ingawa kabla kwa hakika खुली खुली गुमराह walikuwa katika upotevu dhahiri, na kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao
na yeye ni mwenye nguvu mwenye hekima. Basi huu ni ujahili unaonekana kutoka katika vitendo vya waislamu uliopatikana wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kufuta na kuondoa ujahili huu na kwa ajili ya kuleta ujumbe wa uhai, Mwenyezi Mungu alimtuma mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa ujumbe huu ambao ni ujumbe wa kupatia uhai ulioletwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kisha baada ya kufanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, Jumuiya Ahmadiyya ya Islam inaendelea kusambaza na kueneza ujumbe huu, na hii ndiyo ni kazi yake na jukumu lake. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia waziwazi kuhusu hali ya siku hizi na kuhusu hali ya maulama hawa na kuhusu hali ya waislamu ambao wanafanya vitendo vya aina hii. Na alisema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu watakuwa viumbe vibaya chini ya mbingu. Hawa watakuwa sababu ya kuanza fitina ya kila aina, na katika hali hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu Masihi aliyeahidiwa atakuja, ambaye atapatia uhai wa kiroho. Basi tunashuhudia kwamba Sinam alayhi salatu wassalam alidai kwamba amekuja kutupatia uhai, na wale waliomfuata walipata uhai ule. Basi shutuma hii kwamba je, nabii huyu ni nabii wa kupatia uhai, shutuma hii inafutwa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alisema kwamba hali ya inaitapatikana na nabii ni nabii wa kutupatia uhai na ataendelea kutupatia uhai mpaka siku ya kiyama. Lakini wale watakaofuata hawatafuata kisawasawa, na katika hali hii Mwenyezi Mungu tena atamtuma Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam katika dini yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba waakharina minhum lamma halaku bihim. Maana ya aya hii ni kwamba baada ya upotevu wale watakaopata mwongozo na watakaoshuhudia miujiza mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa aina mbili. Watu wa kwanza ni wale walikuwa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa gizani kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye walimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam na walishuhudia miujiza kwa macho yao na walishuhudia bishara zilitimia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko ndani yao kiasi hiki kwamba wakawa ni roho tu. Na watu wengine sawa na aya ni wale watu ambao wanafanana na masahaba, ni wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu kundi hili pia sawa na masahaba watashuhudia miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam na watapata mwongozo baada ya giza tororo. Na sawa na aya hii wa akharina minhum, Mwenyezi Mungu amesema minhum, yani wale watafanana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii inaashiria upande huu kwamba kama masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walishuhudia miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam na waliona bishara zimetimia, vile vile wale wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallam pia watashuhudia, na zama itakayokuwa katikati ya hii haitapata neema hii. Angalieni, hivyo ndivyo iliyotokea kwamba baada ya karne 13 tena milango ya miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilifunguliwa na watu walishuhudia kwa macho yao. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, kuenea kwa tauni na kuzuiliwa katika haji pia watu wameshuhudia wenyewe. Gari ya moshi, kupatikana kwa gari ya moshi na kuachwa kwa ngamia
ni miujiza mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotimia katika dhama hii na ilishuhudiwa katika dhama hii kama masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walishuhudia miujiza. ndiyo maana जैसे अल्लाह जल्ला शान allah subhanahu wa taala amewaita kundi hili la mwisho kwa neno la waakharina minhum ili wao pia katika kuona kushuhudia miujiza wafanane na masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. angalieni katika karne 13 zama kama hii ni nani aliyepata zama ya aina hii. इसमें हमारी जमात पैदा की गई है jumuiya yetu inafanana na masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam वो मोइजा wanashuhudia miujiza kama masahaba walishuhudia, wanaona nishani za mwenyezi mungu बताता ताइदास na kama masahaba mtume saa sallam walishuhudia, wanaona लोगों के ठट्ठे और हंसी na wanashuhudia kwamba wanaudhiwa na wanateswa kama masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam waliteswa. वो खुदा के खुले खुले wanashuhudia nishani za mbinguni na wanaendelea kupata uhai wa kiroho kama masahaba mtume saa sallam walipata. wapo wengi miongoni mwa hawa ambao wanalia katika sala zao na wanatoa machozi katika sajda kama masahaba mtume saa sallam walikuwa wakilia katika sajda na katika swala zao. basi madai haya ya sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nimekuja kupatia uhai dunia hii देने आया हूँ ilitimia kwa shani sana na inaendelea kutimia और हो रहा है vizuri, kwamba kwa kufuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyezi mungu kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam inaendelea kuipatia uhai dunia hii. halifa mtukufu anasema kwamba kuelewa maneno ya mwenyezi mungu yanaweza kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam tu, bila hii haiwezekani mtu aelewe maneno ya mwenyezi mungu. करीम के मारफ हो ni sayyidina alayhi salatu wassalam ambaye alieleza maarifa ya maneno ya mwenyezi mungu लोगों की रूहानी जिंदगी na maisha ya kiroho watu wanaweza kupata kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam, na watu wanaendelea kupata uhai huu wa kiroho baada ya karne 14 हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की katika utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam पनाह होकर alionyesha अमली नमूना mfano mzuri sayyidina alayhi salatu wassalam. बस ये अमल basi baraka hii ya kupatia uhai wa kiroho unapatikana hata mpaka leo kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam. lakini wale wanaoleta shutuma dhidi ya islam wao hawazingatii jambo hili, जबकि lakini wao wanapoona waislamu wanafanya vitendo vibaya wanafanya propaganda sana na wanaleta shutuma chungu mzima dhidi ya islam. hivi karibuni mtu mmoja aliniandikia kwamba alikuwa anaongea na mkristo mtaalamu na alikuwa anazungumza kuhusu islam na alikuwa anaeleza kuendelea kwa uhalifa na jumuiya inatoa huduma gani. alikuwa anaeleza yule mwanajumuiya, yule mkristo akasema, kwa nini hamwambii media, kwa nini hamchapi katika magazeti अखबारों में क्यों नहीं na kwa nini hamelezi katika tv na redio? yule mwanajumuiya akasema, sisi tunafanya kazi hii, tunasambaza, tunagawanya vipeperushi na tunachapa katika magazeti. vile vile kuna vipindi mbalimbali प्रोग्राम है vinavyoonyeshwa katika tv na tunajaribu kueleza habari pia, lakini media मीडिया इसको इतनी कवर haitilii maanani kama inatilia maanani habari zingine. मीडिया को भी लोग yule mkristo akasema kwamba media pia kwa ajili ya kuwavuta watu wanataka habari yenye masala yenye pilipili ili watu wasikilize na waangalie vipindi vyao. और जिस तरफ रुझान na siku hizi kwa sababu watu wanaleta shutuma dhidi ya waislamu ndio maana media inaeleza habari, inaeneza habari dhidi ya islam. na mwenye akasema kwamba watu wa media hawafanyi uadilifu na hawa watu wa mitambo ya kurusha hawataki kueleza ये इनका काम है uadilifu. अब ऐसे भी हैं lakini huzuri anasema wapo wengine ambao wameshaanza kusema में कहने या katika kuhusu haki. गुज़श्ता दिनों nilieleza kwamba hivi karibuni mtu mwandishi wa bbc alikuja alichukua interview yangu na ilikuwa ndefu sana, उसके कुछ हिस्से को इन्होंने na bbc ilieleza interview yangu katika kipindi fulani जो कल एक दफा
katika bbc एशिया पे na katika bbc world radio service labda jumamosi watarusha tena ile interview yangu सिर्फ दिखाना है lakini walisema kwamba उनका हम सुनाएंगे walisema watarusha kipindi kile katika redio इसमें na wao waliingiza kauli yangu hii pia niliyosema kwamba कि जो जमात mafundisho ya dini tukufu ya islamu yanayoelezwa na jumuiya ahmadia kwa sababu ya hii watu malaki wanajiunga na jumuiya kila mwaka hawakurusha maneno yangu yote lakini wamejaribu kuingiza maneno yangu waliorusha na nilisema kwamba watu wanajiunga na jumuiya kwa sababu wanajua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam और na kwa kupata ujumbe huu wa kutupatia uhai wanaitikia na wanavutika बस basi katika mafundisho ya dini tukufu ya islam na katika mfano wa mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuna upungufu wala kasoro hata kidogo bali mtume sasema alikuwa mfano mwema na mafundisho pia ni mafundisho yaliyokamilika खराबी है ikiwa kuna upungufu au kasori ni ndani ya wale watu na ndani ya wale maulamaa ambao wanawaongoza hawa watu na wale watu wanawafuata hawa maulamaa अगर ये बात ना हो ikiwa jambo hii si sahihi kwamba manabii wanakuja kupatia uhai wa kiroho इसका सब नबी basi katika hali hii watu hawawezi kumwamini mwenyezi mungu watakata tamaa katika imani juu ya mwenyezi mungu वो मुर्दा मज़ाहब halifa mtukufu anasema kwamba dini ambazo zinadai kwamba wanatoa uhai wa kiroho lakini si kweli katika madai yao जिंदगी बख्शने वाली बातों में कोई नहीं watu wanaendelea kuacha dini za aina hizi उन मज़ाहब के साथ watu wamejiunga na dini hizi lakini hawana imani mioyoni mwao mwenyezi mungu amefanya ihsani kubwa sana juu ya waislamu kwamba katika zama hii pia इस ज़माने में kwa kumtuma mtume wake भेजकर kwa huisha तालीम mafundisho yake alituelezea mafundisho haya ili tuendelee kupata uhai wa kiroho अल्लाह ताला के मामूर manabii wa mwenyezi mungu anakuja kwa लेकर आते ahadi hii kutoka kwa mwenyezi mungu kwamba mataifa yatakayowafuata kweli kweli हकीकी पैरवी करेगी वो उसे wale manabii watawafikisha katika mwisho wao yani watapata uhai wa kiroho na wengine watafedheheka na watashindwa हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु na mwenyezi mungu alimwahidi seinam alahi salatu wassalam pia hivi kwamba wewe utapata ushindi वाले पाएंगे wafuasi wako wataendelea kupata maendeleo inshallah चले जाएंगे इंशाल्लाह खिलाफत का निज़ाम nidhamu ya uhalifa आपके बाद baada ya kufariki kwa seinam alahi salatu wassalam nidhamu hii itaendelea चला जाएगा nidhamu yoyote itakayoletwa dhidi ya nidhamu hii ya uhalifa nidhamu ile itafedheheka na itaangamia na itakwisha uhalifa ni खिलाफत व neema ambayo inaletwa na mwenyezi mungu haipatikani kwa kunyang'anya haipatikani kwa kudhulumu जुल्म करके नहीं हासिल किया जाता haipatikani kwa kuwa हासिल किया जाता zika watu जालमाना तरीके पर hai na haiwezi कब्जा नहीं किया जाता kunyang'anywa katika njia yoyote ये nidhamu hii ni nidhamu ya kupatia uhai si nidhamu ya kutoa uhai na kufisha uhai जो खुदा ताला की ताईद और na hii haiwezekani bila msaada wa mwenyezi mungu basi nidhamu yoyote inayoanzishwa kwa dhulma na kwa kunyang'anya haiwezi kuwa na msaada wa mwenyezi mungu na wala haikutokea hivi halifa mtukufu yadahullah taala binasarizi anasema kwamba kitu kimoja चीज यहाँ ये भी inatakiwa kikumbukwe kwamba wale कि मामूर को मान wanamwamini mwenyezi mungu na mtume wake और जिंदगियां wanapata uhai wa kiroho wanalazimika kujitolea na wale wanaungana na manabii wa mwenyezi mungu wanakuwa tayari kwa ajili ya kutoa dhabihu ya kila aina kwa sababu wanajua kwamba dhabihu yao haitaenda bure
na wanajua उनकी कुर्बानियों umuhimu wa kujitolea kwao. अहमियत का पता होता है, ndiyo maana baadhi wakati इसलिए वो बाज़ दफ़ा wao अपनी इस ज़ाहिरी ज़िंदगी को wanatoa maisha ya dunia kwa ajili ya maisha ya kiroho. इस्लाम के वक्त में भी wakati wa sinam alah salatu wassalam walikuwepo ambao waliacha makabila yao, familia zao na mali yao, hata walitoa uhai wao. wafuasi wa manabii wanalazimika kujitolea इस बात की mali yao na jamaa zao, तो अक्सर कुर्बानी देनी पड़ती lakini wapo ambao wanatoa nafsi zao pia, na walikuwepo waliotoa kila kitu, walijitolea kila kitu, lakini hawakuleta kifo katika uhai wa kiroho. और आज na wapo mamia siku hizi pia ambao wanaojitolea, दुनिया देती wanajitolea jazba yao, माल की jamaa zao na mali yao, na wanafanya hayo yote kwa furaha, na wanatoa जान की कुर्बानी zabihu ya uhai pia ya nafsi zao pia. बाज़ ऐसे हैं wapo wengine ambao wanajiunga na jumuiya, wanakubali ujumbe wa dini tukufu ya islam. साथ ही उनके लिए mara baada ya kujiunga wanateswa na wanasumbuliwa, lakini wao hawajali kuhusu mateso haya. रूहानी जिंदगी wanatanguliza maisha ya kiroho juu ya maisha ya kidunia, kama alivyosema sayidna ahmad alah salatu wassalam फरमाया, kwamba hawa watu wanateswa na wanasumbuliwa sana, lakini hawajali kuhusu mateso haya. बोझ को तंग किया जाता है। ऐसी मुश्किलात से गुजरने वाले चंद एक की मिसालें kuna mifano ya chungu mzima ya watu wa aina hii katika jumuiya, lakini naweka mifano kadhaa mbele yenu kwamba wao hawakujali kuhusu uhai wao. mara baada ya kujiunga na jumuiya walisumbuliwa, lakini walijitolea kila kitu मुआशरे में walichukua nacho, na baada ya kujiunga na jumuiya walilazimishwa waache jumuiya hii, lakini hawakuacha. kuna bana moja hasamuddin ambaye ni mwarabu, अरब हैं, yeye aliacha ujumbe kwa ajili bana ikrama, na akasema kwamba nilifanya bayat hivi karibuni na mimi nimeteswa sana, nimedhulumiwa sana. ikrama sama anasema nikamwambia kwamba hii sababu gani imetokea, na akasema kwamba mimi na mke wangu tulikuwa tumejiunga na jumuiya ya tablighi na tulikuwa tukienda kwa ajili ya mahubiri, lakini wakati tulipoangalia vipindi vya mtie देखे तो हज़रत मसीह के na mimi nikakubali ujumbe wa sinam alah salatu wassalam baada ya kuangalia vipindi vya mtie. mke wangu akanipinga sana शदीद मुखालफत की, na akawachochea watu wa familia na मेरे खिलाफ akawachochea mamulla pia mashehe pia, कहने पर मेरी बीवी na mke wangu akaleta fatwa dhidi yangu kutoka chuo cha al adhar. kwa hiyo tukaachana. और हमारी अलहदगी हो गई, निकाह खत्म हो गया, जो मौलवियों के तरीके। anasema baada ya hii watu wa familia wakanilazimisha niache jumuiya, बात को छोड़ lakini sikujali mtu yeyote. किसी की परवाह नहीं, mimi nina watoto wanne kutoka katika mke huyu ambaye ameniacha, lakini hata baada ya kuacha hawa wote nipo baki juu ya imani yangu. baada ya kufanya bayat nikajua maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yasemayo kwamba islam ilianza katika hali ya upekee na itarudi katika hali ya upekee. basi hawa wanaofuata dini hii wao wenye baraka. mwenyezi mungu amekuwa msaidizi wangu. mwenyezi mungu अल्लाह करे कि मैं anijalie kwamba niwe imara katika imani yangu. रहूंगा इंशाल्लाह। vile vile halifa mtukufu anasema kwamba katika afrika mashariki अफ्रीका है, यहाँ katika mkoa wa shanga शंगा रीजन के बाद इलाकों में amir sahab anasema kwamba tulifanya mahubiri kule, प्रोग्राम का मौका मिला, tulipokea bayet kutoka maeneo mbalimbali. आई kuna kijiji kimoja kitwacho songa mbele, मिले है, kule wachukua na jumuiya wamejenga msikiti. wale walikuwa wakiswali katika msikiti ule 90% walijiunga na jumuiya. जमातें में शमूलियत अख्तियार कर ली।
फिर इसके बाद kisha katika Tanzania kuna chama cha waislamu kitwacho BAKWATA. Chama hiki kinaeleweka ni जमात समझी जाती है। wakilishi wa waislamu. Wakaanza kupinga jumuiya, kwanza wakawatishia wanajumuiya na wakaleta upinzani dhidi yao, kwa sababu mwalimu alitumwa kule na yeye alianza kuwapatia malezi wale wanajumuiya wapya. Kwa hiyo imani yao ilianza kuimarika na wakaanza kujua mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, lakini wale waliojiunga na jumuiya hawakujali matishio yao. Hatimaye wale wakawazuia wale wanajumuiya wapya wasiswali swala katika msikiti wao. Kwa hiyo wanajumuiya wapya wakajenga msikiti wao, wakachagua sehemu nyingine kwa ajili ya swala. फिर Kisha baadaye क्या किया, viongozi wa wilaya pamoja na polisi, पुलिस थी, na kwa sababu polisi officer alikuwa msuni, hawa viongozi pia kwa kujiunga na kaungana na BAKWATA टीम के साथ मिलकर wakaanza kuwasumbua wanajumuiya wapya wa kijiji kile. मोलम Mwalimu na wanajumuiya mwingine wawili walikamatwa na polisi, baadaye waliachwa huru. के बाद Kisha baada ya siku kadhaa mwalimu na wanajumuiya kama 3-4 pia walikamatwa गिरफ्तार कर लिया, na walisema watafanya kesi dhidi yao, मुकदमा करेंगे। na wakaleta shutuma dhidi ya wanajumuiya kwamba hawa wanajumuiya wanataka kuchoma msikiti wetu, ndio maana wanajenga msikiti wao kando नीलक मस्जिद बना रहे हैं, na wanaleta mfarakano इंतशार पैदा कर na wameharibu बात कर दिया है। जो बातें खुद करते हैं usalama na amani ya kule. Yani walileta shutuma za aina लेकिन hizi, lakini Mwenyezi Mungu aliwasaidia na wale wanajumuiya wako imara katika imani yao. Walisumbuliwa sana, lakini hawakujali usumbufu huu. Halifa mtukufu anasema, sasa natoa mfano wa tatu kutoka Afrika Magharibi ambapo watu wanazungumza lugha ya Kifaransa. Kule pia kuna sehemu kiitwacho गुजार को जगह Ginzargo. Mwaka jana watu 500 walijiunga na jumuiya. रहते हुए Chief na imamu wa kijiji kile pia walifanya bayat. आखिर उनके जो Jamaa wa wanajumuiya walikuwa wakiishi katika kijiji kingine, wakaanza kuleta upinzani, wakapiga सलाम करना, मेल marufuku na wakasusa na wakakata uhusiano wao. एक छोटी सी वहाँ जगह थी उस इलाके में, मस्जिद कस्बे में या गांव में, Kulikuwa msikiti kadogo, wale walizuiliwa kusali kule और मुखालफत बढ़ती थी। na wakapata upinzani, lakini kwa kuwa na hali hii, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, walibaki juu ya imani yao. Hazur anasema haya ni maeneo ya mbali sana, lakini hawakujali upinzani ya aina wowote na wakabaki juu ya imani yao, na sasa Mwenyezi Mungu amebadilisha hali yao. तो इन Hazur anasema kila moja anapita katika upinzani huu kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam. Nimetoa mifano ya लोगों की मिसालें मैंने दी, wanajumuiya wa siku hizi मिसालें इसलिए दी हैं ili muone kwamba namna gani Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake अपने फजल से anaendelea kutia imani mioyoni mwa watu. भर रहा है। Kisha baada ya kujiunga na jumuiya, watu wanakuwa tayari kujitolea. Katika nchi mbalimbali za dunia watu wa aina hii wanapatikana ambao kwa kuelewa कि इस्लाम के पैगाम ujumbe wa Islam na Ahmadiyya wanafanya mpango wa uhai wa kiroho. Kazi hii bila msaada wa Mwenyezi Mungu haiwezi kufanyika, wala haiwezi kufanyika kwa uwezo wetu. अल्लाह ताला की मदद हमेशा मांगो और अपने मामूल Mwenyezi Mungu anapowasaidia manabii wake ndiyo kazi hii inafanyika, wala wabashiri wetu मुबल्लिगीन au nizamu yetu haiwezi kufanya kazi hii mpaka iwe na msaada wa Mwenyezi Mungu. शामिल हाल ना हो। Na hii ni misaada ya Mwenyezi Mungu inayotayarisha watu kwa ajili ya kujitolea na inawaimarisha. Hazur anasema wapo wenyeji wa Pakistan ambao wanajiunga na jumuiya, baadhi wakati inakutana nao katika nchi mbalimbali, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों na kila mara nilipowauliza kwamba mtasumbuliwa na mtadhulumiwa, hamwezi kwenda Pakistan, mkienda kule mtateswa, में जाओगे तो मुश्किलात
na wakasema kwamba sisi tumejiunga na jumuiya baada ya kufanya utafiti, sisi inshallah tutabaki juu ya imani hii na tutaonyesha uimara. ये तो halifa mtukufu anasema hii ni desturi ya dunia, na dunia इसी असल पर दुनिया चल inaendelea na desturi hii kwamba kwa ajili ya lengo lolote tunalazimika kufanya bidii, na kwa ajili ya lengo kubwa tunalazimika kutoa dhabihu kubwa zaidi. Basi kwa ajili ya maisha ya milele na uhai wa kiroho tunalazimika kujitolea na kutoa dhabihu. Lakini baadhi wakati Mwenyezi Mungu anakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea. Bila kujitolea anawaneemesha kiasi hiki kwamba mtu anashangaa kuona neema zile. Ikiwa mwanadamu ambaye baadhi wakati anafuata sifa za Mwenyezi Mungu na kwa kuonyesha mfano ule anakuwa njia ya kuwaongoza wengine katika hali hii, Mwenyezi Mungu ambaye ni mrehemevu msamehevu anapatia matunda kwa sababu ya nia tu, na hakuna hesabu ya neema zake na matunda yake. Yeye anapatia matunda. Tunatoa mfano moja kwa ajili ya kuelewa mfano huu kwamba kulikuwa mfalme wa Irani, alipita karibu na mkulima pamoja na waziri yake, ambaye yule mkulima alikuwa anapanda mti, na yule mkulima alikuwa mzee sana, alizeeka sana, na yeye alikuwa hawezi kutegemea kupata matunda kutoka katika mti ule. Mfalme akamuuliza kwamba utapata faida gani ya kupanda mti huu? Yule mkulima akasema kwamba wale wa zamani waliopanda miti tunakula matunda yake, na miti tutakayopanda sisi kizazi kijacho kitakula matunda yake. Na mfalme ilikuwa desturi yake kwamba alipokuwa akipenda kauli ya mtu yeyote alikuwa akisema ze, na ilikuwa ishara kwa ajili ya waziri kwamba ampatie zawadi. Kwa kusikia maneno haya mkulima mzee akasema ze, waziri akampatia fedha. Yule mkulima kwa kupata fedha ile akasema kwamba mti huu umenipatia matunda, hata bado napanda mti huu. Na kwa kusikia hii mfalme akafurahi na akasema tena ze, na waziri tena akampatia fedha huyu mkulima. Na kwa kupata fedha yule mkulima akasema kwamba mti unakuwa tayari baada ya miaka kadhaa na analeta matunda yake, lakini mti wangu bado napanda umeanza kuleta matunda. Kwa kusikia maneno haya mkulima akasema ze, na akasema kwamba twende tukaondoke hapa, pengine huyu mzee atayanganya mali yetu yote. Huzuri anasema hii ndiyo ni hali ya wafalme wa dunia. Ikiwa wao wanatoa zawadi, wanakuwa na hofu kwamba hazina yao itakwisha na mali yao itakwisha, lakini Mungu wetu ni yule Mungu ambaye anatoa zawadi na anaendelea kutoa zawadi, na zawadi yake na neema zake haziishi. Na yeye baada ya kutupatia uhai wa kiroho anatupatia maisha ya milele, na katika maisha ya akhera pia anaendelea kutupatia zawadi na neema, na anaendelea kuongeza neema zake. Lakini kwa ajili ya kupata hali hii, kama huyu mkulima alikuwa anafanya, alikuwa anajitolea, tunalazimika kujitolea, na tunalazimika kujitolea majitoleo ambayo faida yake hayaonekani pale, bali faida yake yanapatikana baadaye. Wafuasi manabii kwa nia hii wanajitolea, na yeye na jumuiya yake hatimaye inapata ushindi duniani, na wengine Mwenyezi Mungu anawafedhehesha. Wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam walidhulumiwa sana, takriban karne 3 walisumbuliwa na walidhulumiwa, lakini wao waliendelea kubaki
katika hali hii ya dhulma na waliendelea kujitolea. Hatimaye katika karne ya 3 wakati mfalme wa Roma alipojiunga na Ukristo, ndipo wao walipata uhuru. उनको आज़ादी हासिल हुई। Wao katika hali hii ya mateso मुश्किलात के दौर में walijificha katika mapango. वो छुपकर भी गुजारा किया। Basi kama Wakristo walijificha katika mapango ya milima, walisalimisha, walihifadhi imani yao. सलामत रखा। Kwa ajili ya kusalimisha uhai wa kiroho walienda nyuma ya milima. Kwa sababu ya hii wao walikuwa na yakini kwamba hatimaye watapata ushindi na uhuru. इसी तरह आज Vile vile siku hizi wafuasi wa Masihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam से ज्यादा यकीन है। wana imani sana zaidi ya wale kwamba ushindi utapatikana. बस हमने भी Basi sisi pia, ikiwa kuna दौर हैं wakati wa mateso na shida, tunalazimika kulinda na kuhifadhi imani yetu. जो जिंदगी का Na पानी maji ya uhai aliyotupatia Sinama alayhi salam, tunalazimika kupata baraka kutoka katika maji haya. ईसाइयों ने तो Wakristo kwa kujificha nyuma ya milima walilinda imani yao na walijitolea, कुर्बानियां दी। lakini sisi हमने अपने ईमानों को tutafanya imani yetu sawa na milima ili baraka iendelee kupatikana. जारी रहे। Imani dhaifu ilikuwa ikipatikana dhamani na bado imani hii inapatikana, lakini sisi tutathibitisha को साबित करना है kwamba कि nabii kazi yake ni kutupatia uhai wa kiroho na kazi yake ni kuimarisha imani zetu, करना होता है और वो हर हालत में na ile hali lazima tutaleta ndani yetu, na hali hii inaweza kupatikana wakati जब हम tutakapokuwa na imani juu ya jambo hili kwamba इंशाअल्लाह ताला jumuiya ya Sinama alayhi salatu wassalam lazima itapata ushindi, और बहैसियत फर्द जमात na kila mmoja aelewe jambo hili kwamba yeye pia atatoa sehemu yake katika ushindi huu. Wokovu wa dunia utapatikana kwa kunipitia mimi, na kwa ajili yake hii mimi nitatimiza majukumu yangu yote. Kwa kuwa na mateso ya kila aina, वजूद मैंने nitafanya mpango wa uhai wangu समान करने wa kiroho, na vile vile nitafanya mpango wa uhai wa dunia pia, kwa sababu bila hii hakuna njia ingine yoyote inayoweza kuipatia uhai dunia hii. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam अलैहिस्सलाम ने अपनी फतूहात ameeleza kuhusu ushindi wake. Amesema sehemu moja, enyi watu wote sikilizeni vizuri kwamba hii ni bishara ya Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi, kwamba ataeneza jumuiya hii duniani kote katika nchi zote, na tunasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya inaendelea kuenea. Na amesema Sayyidina Ahmad alayhi salam kwa hoja atathibitisha ukweli wake. Siku zinakuja kwamba dini hii tu itaheshimiwa, साथ याद किया जाएगा। खुदा इस मजहब और इस सिलसिले में नहायत दर्जा na kwa ajili ya hii और फौकुल आदत Mwenyezi Mungu ataweka baraka sana katika jumuiya hii, na yeyote anayetaka kuangamia jumuiya hii atashindwa katika kazi yake, na jumuiya hii itabaki mpaka siku ya Kiyama. Wale wanaonifanyia mzaha, mimi ninapata hasara gani kwa sababu ya mzaha hii? Kwa sababu hakuna nabii yeyote ambaye haikufanyiwa mzaha. Basi hii ni lazima kwamba Masihi pia angefanyiwa mzaha, kama Mwenyezi Mungu anasema ya hasratana ala al-ibad ma yati min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Basi hii ni nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila nabii alifanyiwa mzaha, lakini mtu ambaye anashuka kutoka mbinguni, kama washuka na jumuiya wana imani hii kwamba atashuka nabii, atashuka kutoka mbinguni, yani wana imani kwamba Isa alayhi salam atashuka kutoka mbinguni na malaika pia wawe pamoja naye, ni nani ambaye atamfanyia mzaha? Basi kutoka katika dalili hii mtu ambaye ana akili kidogo pia anaelewa, anaweza kuelewa kwamba kushuka kwa Isa si sahihi. Hakuna atakayeshuka kutoka mbinguni. Wapinzani wote ambao wako hai watakufa, lakini hakuna yeyote atakayeshuhudia kwamba Isa anashuka kutoka mbinguni. Kisha vizazi vyake vitakufa, lakini hakuna yeyote atakaye
shuhudio kwamba isa anashuka kutoka mbinguni kisha vizazi vya vizazi vitakufa lakini hakuna yeyote atakayeshuhudia kwamba isa anashuka kutoka mbinguni kisha mwenyezi mungu atatia wasiwasi mioyoni mwangu kwamba zama ya msalaba imekuisha lakini isa hakushuka kutoka mbinguni ndipo wenye akili mara moja wataamka na kuanzia leo karne ya 3 haitaisha kwamba wale wote wawe waislamu wa kristo ambao wanamsubiri isa alayhi salatu wassalam watakata tamaa na wataacha itikadi hii na imani hii wakati ule itakuwa dini moja tu duniani na mfalme mmoja tu duniani mimi nimekuja kwa ajili ya kupanda begu basi begu hii imepandwa na begu hii itakuwa na itaenea hakuna yeyote anayeweza kuzuia begu hii na mti huu hazuru anasema leo nilikuwa nasoma mabarua nimesoma kwamba sehemu fulani katika nchi za ulaya wanajumuia walienda kwa ajili ya kusambaza na kueneza vipeperushi walipokuwa wanasambaza vipeperushi na walikuwa wanasema kwamba isa ameshakuja watu wawili walikuwa wamekaa nje ya nyumba yao wakasema kwamba sisi tulikuwa tunazungumza kuhusu mada hii kwamba ikiwa isa ilitabiriwa atakuja kwani bado hajaja ikiwa yeye bado hajaja wakati gani atakuja ikiwa yeye haji nani atakuja na katika hali hii umetupatia kipeperushi katika kipeperushi imeelezwa kwamba masihi ameshakuja na masihi aliahidi ameshakuja na umepanga maonyesho na sisi tumepata mwaliko tutakuja kushiriki katika maonyesho yenu huzuri anasema hivi Mwenyezi Mungu anafungua njia mpya na Mwenyezi Mungu anatia mioyo ya watu kwamba wao wafikirie kuhusu jumuiya Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sisi daima tuendelee kuwa sehemu ya mti huu na endelea kuenea na imani yetu iwe kama imani ya milima na sisi tuendelee kutimiza majukumu yetu amin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله